Bwana anadhihirika mahali hapa, na tunaona ushindi katika kulifasiri neno lake. Tunaona nuru katika kuliona na kulichunguza neno, na tunapata ufunuo wa neno lake jinsi inavyopaswa kuweza kuona. So katikati yetu Bwana anatukuzwa, sisi tunapata kuchengwa. Amen, amen. Glory to God. Kwanza kabisa namshukuru Baba wa milele, Mungu mwenye uwezo, Mungu wa uzima, kuweko na sisi na kuweko katika ndani yetu pia. Baba ni mwaminifu katika maisha yetu, anatuchenga, anatuweka imara. Ni washukuru wote ambao wametangulia hapa, wa mnenaji na waimbaji. Hakika Bwana awainue, awaangazie utukufu wake kuliko kawaida. Amen. Nishukuru pia wengine wote ambao wako katika ibada hii. Mungu mwenye uwezo asiti kuwatenda mema, kasiti kukua katika neema ya kumjua yeye aliye hai ndani yetu, na maisha yenu yalindwe siku zote na hata milele. Amen. Glory to God. Moja kwa moja kabisa tuende kwenye fundisho. Leo tunajifunza pia, tunaendelea na fundisho letu. Tunaendelea na fundisho letu. Kuja kwake Bwana part 5B. Kuja kwake Bwana part 5B. Tunaendelea na kipengele cha mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Kipengele cha mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Kuja kwake Bwana. Kuja kwake Bwana. Wewe ukajua bana kuna maneno kwa Biblia kama mwisho wa dunia, ama kuja kwa Bwana. Ni maneno ambayo yanatisha wakati mwingine kwa sababu ya kutopata uelewa wa kamili ulio sahihi. Tukipata kuelewa vizuri, basi tutajua, hatakuwa na hofu, tutafurahia kabisa. So tulipokuwa tunachunguza, tukifanya study yetu ya Jumapili, tuliona kwamba kuna maneno ambayo Paulo anafundisha akiyatumia sana mara kadhaa kwenye nyaraka zake. Nakuta Paulo anaongelea kama kuja kwa anaongelea kama siku ya Bwana. Kuna maneno kama kuja kwake Bwana. Paulo anafundisha mambo ya kubadilishwa mwili, kufumba na kufumbua, mambo kama yale. Na mara nyingi yanapokuwa yanafundishwa ama yakiongelewa, watu wengi huwa wanakuwa na maswali. So hata kwenye kanisa la mwanzo ama katika kanisa la wakati wao, kina Paul walikuwa na hofu, walikuwa na maswali walipokuwa nasikia habari za kuja kwa Bwana au siku ya Bwana. Maana kulikuweko na watu wanafundisha kwamba kiama kimekwisha kuwepo. Manake kwamba Kristo amekwisha kuja. Sasa wana maswali, tutakuwaje sisi tuliopaki? Wakati mwingine pia ndugu zao katika Kristo wakawa wanawawa. So wanakuwa na maswali, wenzetu wanakufa na sisi tunapaki, na mambo ya kiyama inafundishwa kwamba imekwisha kuwepo. So kutakuwaje? Sisi tuliopaki tutaenda wapi? So maneno haya Paul alikuwa anayatumia kwa ajili ya faraja, kwa fariji. Si hayakuwa maneno ya kuwakatisha tamaa wala kuwatishia. Yalikuwa maneno ya faraja. So kwa sababu ya mafundisho ambayo yalikuwepo wakati ule kuhusiana na kiama ya wafu, kwamba imekwisha kuwepo, ilisababisha Paul, maana kulikuwa na maswali. Kanisa la Wathesalonike lilikuwa na hofu, kanisa la Wakorintho likajaa maswali, so wakawa wanatuma maswali kwa Paulo.
So ikabidi Paul aanze kufundisha kuhusiana na kiama ya wafu ili apate kuwafariji na kuwatia moyo. So Paulo alianza kufundisha kwa habari ya kiama, maana wengine walikuwa wanafundisha kwamba kiama kimekwisha kuwepo. So habari hizo zilikuwa zinawakatisha tamaa kwamba kama kiama kimekwisha kuwepo, sasa sisi tuliosalia tutakwenda wapi? Kama kiama kimekwisha kuwepo, una sauti yako nyingine sio wewe ukasikiko kakifanya. So kama kiama kimekwisha kuwepo, sisi tuliopaki tunakwenda wapi? So kulikuwa na wasiwasi, kulikuwa na hofu, kulikuwa na maswali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Hallelujah. So Paulo alifundisha kwamba tunataraja kwa Bwana. Aliwafundisha kwamba tunataraja kwa Bwana, isipokuwa tunaungua katika miili hii, isipokuwa tuna changamoto mbalimbali katika miili hii ama katika mwili huu unaoharibika. Paulo aliwafundisha na akasema kwamba sisi tunatumaini kwamba tutafufuliwa. Tunatumaini kwamba huu unaoharibika utafaa usioharibika. Tutaufua huu mwili unaoharibika na kufaa usioharibika. So aliwafundisha na kuwaondoa hofu iliyokuwa katika mioyo yao, na kuondoa hofu iliyokuwa imetanda katika mioyo yao. So Paulo aliwafundisha kwa kuwaeleza kwamba tunatumaini kwamba tutaishi pamoja na Kristo, manake wasiwe na hofu. Tumaini lipo la kuishi pamoja na Kristo. Tunatumaini kwamba maisha haya sio ya mwisho. Tuna maisha mengine ya umilele. Licha kwa mwili huu unaungua, mwili huu unapitia mateso, kuna changamoto mbalimbali katika mwili huu. Unakosa fedha, unakosa chakula, unakosa kazi. Lakini Paul aliwafundisha kwamba tunatumaini haya si maisha ya mwisho. Tuna maisha mengine, maisha ya umilele ambapo tutaishi pamoja na Kristo. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So wakati mwingine unapokuwa unakosa, hiyo isikukatisha tamaa. Jua kwamba haya sio maisha ya umilele. Haya sio maisha ya mwisho sasa. Maisha yanakuja. Kuna maisha mengine baada ya haya. So huu mwili unaoharibika tutaufua na tufae mwili usioharibika. Tutafaa mwili wa utukufu tukiwa pamoja na Baba, tukiwa pamoja na Kristo. Mfano, unapoenda kwa mazishi ya ndugu. Mfano, ndugu amekufa katika imani na watu mnaenda kwa mazishi. Hapo uendi kuwatishia watu. Uendi kuwatishia watu. Ja, watu wengine ndugu akifa katika Kristo wakienda masishini, hasa anaenda kutishia watu njia ni ile ile, kila mtu ndio hii njia. Wacheni hii. So inakuwa ni kama kuna vita fulani. Lakini mnapokuwa mnaenda kwa mazishi ya ndugu, unahitaji kuwatia moyo waliofiwa, ama mnatiana moyo. Unawatia watu moyo na kuambia kwamba ndugu yetu amelala tu. Haleluya. Ndugu yetu amelala tu, tutamwona tena. Kumbuka wakati ule wa mtume, wakati wengine wanakufa kwa sababu ya mafundisho yaliyokuwa yameenea kiama ya wafu, kwamba kimekwisha kuwepo, kulikuwa na wasiwasi. Ndugu wanaenda, sasa kutakuwaje? Sisi tuliopaki tutaenda wapi?
So tunapokuwa tunaenda kwenye mazishi ya ndugu, ni kuwatia moyo na kuambia kwamba ndugu yetu amelala, tutamwona tena. Haleluya, glory to God. Tunawaambia kwamba ndugu yetu amepumzika, yuko katika Bwana. By the way, mtu anayepumzika akifa ni aliye katika Bwana. Mtu ambaye hajaokoka hakuna pumziko, ameangamia, ni mateso ya milele. Sasa mtu akifa, alafu mtu yote tu anakifa, nyinyi hata mnashangasanga tu. Mtu amekufa hata hujui kama alikuwa ameokoka ama hajaokoka, ni kuandika tu mnaandika ni rest in peace. Yaani rest in peace imekuwa ni neno famous. Hata waokofu wanaandika tu. Mtu amekufa, chambasi ameuliwa, rest in peace. Are you serious? Rest in peace ni ndani ya Kristo. Nje ya Kristo no rest in peace. Utafundishwa mpaka lini? Wakati mwingine mimi wanaangalia comment, ama naongea wasioni comment za watu. Nakuta hata mtakatifu ameandika rest in peace. Naandikanga rai and kwa ufupi. Chambasi rest in peace. Mtu achaokoka rest in peace. Bwana, kuweni tofauti na watu wengine. Nyinyi si watu wa ulimwengu huu. Kuna dems wa ulimwengu huu. Rest in peace is yani ndani ya Yesu peke yake. Nje ya Yesu not rest in peace. No, kuna peace. So tukienda kwa matanga ya ndugu yetu, tunaweza tukasema huyu anapumzika kwa amani. Huyu ndio tunaweza tukasema amerest in peace, kwa sababu yuko na Bwana, ameketi na Bwana, amechumuika na Bwana. Glory to God. Tuko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mitoma hawasemi amen. Tuko church. Mfumo wa kanisa ni Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Ndio utamaduni wetu. Hello. So unawatia ndugu moyo. Naambia ndugu yetu amepumzika, yuko katika Bwana, tutamwona tena. Manake tunalo taraja la kukaa na Bwana. Tunalo taraja la kukaa na Bwana baada ya maisha haya. Tunalo taraja la kukaa na Bwana katika mwili wa utukufu. Tunalo taraja la kukaa na Bwana katika mwili wa utukufu. So nataka tuangalie mambo mawili toka katika kitabu cha Mwanzo. Nataka tuangalie mambo mawili kutoka katika kitabu cha Mwanzo ambayo yanatufundisha kuhusu mpango wa Mungu duniani. Nataka tuangalie mambo mawili katika kitabu cha Mwanzo ambayo yanatufundisha kuhusu mpango wa Mungu